Naam, hali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa TRC Mzundu TV, and NDC ripoti za TRC Mzundu TV zinaripoti kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi namba 4, na kikubwa kilichoweza kutufanya tufike hapa ni kuja kwa ajili ya kuwatembelea walimu wa shule ya msingi namba 4, na lengo likiwa ni kujionea namna ambavyo walimu wanashiriki katika masuala mazima ya ufundishaji na namna ambavyo wanafunzi wanashiriki katika zoezi zima la ujifunzaji. Tutakwenda kuona mambo mengi yameandaliwa hapa, lakini tutakwenda kuona namna ambavyo walimu wanatumia zana tofauti tofauti katika kufundisha, lakini tutakwenda kuona ni namna gani wanafunzi wanashiriki kwenye michezo, lakini tutakwenda kuona ni namna gani wanafunzi wanaweza kujibu maswali tofauti tofauti, lakini tutakwenda kuona vile vile namna ambavyo wanafunzi wanaweza kujieleza kwa maana ya kuelezea mada tofauti tofauti kutoka katika masomo tofauti tofauti, lakini tutakwenda kuona nyimbo ambazo wanafunzi watakwenda kuimba pale, lakini tutakwenda kuona namna utengenezaji wa zana tofauti tofauti na namna ambavyo zinatumika madarasani na ni kwa njia zipi ambazo au ni kwa namna gani zinaweza kuwasaidia au wanafunzi kuweza kujifunza kwa urahisi. Ambatana nami sambamba, twende pamoja nikupeleke madarasani, twende ukajione. Naitwa Mwalimu Sofia Majaliwa Amri, nafundisha shule msingi namba 4. Nitakwenda kufundisha somo la Kiswahili, mada ya kuandika barua. Karibu tuingie darasani kwenda kujifunza. Tunaendelea kujifunza kuandika barua. Kama tulivyoongea katika kipindi kilichopita, tujaribu tukumbushane nini maana ya barua. Barua ni maandishi yaliyokamilika na yasiyokamilika. Na yasiyokamilika. Vizuri. Mwingine, nini maana ya barua? Barua ni nini? Kajibu. Barua ni maandishi yanayokamilika na yasiyokamilika. Na yasiyokamilika. Sawa. Barua ni maandishi yaliyo rasmi au yasiyo rasmi yanayoandikwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine ili kutoa taarifa, maombi, salamu, na pia kuna maombi mengine ya barua za kazi. Unaelewana? Kwa hiyo kuandika barua, unaweza ukaiandika barua ambayo ni rasmi au isiyo rasmi. Tunapozungumzia barua rasmi ni zipi? Tulijifunza kipindi kilichopita. Barua rasmi ni zipi? Chale. Kuandika barua za kazi ambazo unaomba nafasi ya nini? Ya kazi kuajiliwa sehemu unayoitaka. Au barua ya kazi unaweza ukaiandika katika kuomba uhamisho, likizo. Hizo tunaziita ni barua za kazi ambazo tunazifahamu kuwa ni barua rasmi. Anasema ni barua ambazo unaweza ukamwandikia mjomba wako au mama yako. Barua zisizo rasmi ni hizi ambazo tunazoandika za kwenda kwa marafiki zetu, kwa rafiki au kwa mtu wako wa karibu. Anaweza ukawa baba, mama, mjomba. Zile tunaziita barua zisizo rasmi. Kwa hiyo wote tumejitahidi katika kujibu swali la barua. Tukupigie makofi. Kwa hiyo tunaenda moja kwa moja, tunasisitiza kuwa kuna aina mbili za barua. Barua rasmi na barua zisizo rasmi. Lakini sisi tutajifunza barua zisizo rasmi ambazo unamwandikia mtu wako wa karibu au rafiki yako ili kumpa salamu au kumtaarifu jambo fulani. Sawa? Mbali na hapo, tulijifunza vipengele vya barua. Hebu nikumbushe vipengele vya barua viko vingapi? Sara? Viko 7. Navyo ni vipi? Michael?
anwani ya mwandishi. Anwani ya mwandishi inakaa upande gani? Hasani? Upande wa kulia. Anwani ya mwandishi inakaa upande wa kulia. Kwa hiyo vipengele vya barua viko 7 au muundo wa barua ambayo sio barua rasmi viko 7. Tumesema anwani ya mwandishi inakaa upande wa kulia. Kipengele kinachofuata, Rema, tarehe. Vizuri. Kipengele cha 3, Michael, salamu za awali. Kipengele cha 4, Chale, barua. Kipengele cha 4 nini? Utangulizi wa barua. Utangulizi wa barua. Kipengele cha 5, Sara, Barua yenyewe. barua yenyewe au nini tunaita kiini cha barua. Kipengele cha 6, Chale, Christopher, mbona umenyamaza kimya? Kipengele cha 6, Asani, Mwisho wa barua. mwisho wa barua. Kipengele cha mwisho cha 7, sijamsikia leo Chale Christopher anajibu swali. Kipengele cha 7 ni nini? Rajabu, Jina la mwandishi. jina la mwandishi. Vizuri, jipigeni makofi. Hapo Chale Christopher, umeelewa vipengele 7 vya kuandika barua? Ndio. Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia barua tunaiandika kwa mfumo upi. Barua, wakati tunaandika barua za kirafiki, tunatakiwa tufuate muundo gani? Muundo wa barua. Kwa hiyo tutaandika muundo wa barua kwa kufuata vipengele. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi namba 4 iliyoko ndani ya kata ya Kabukundani, tarafa ya Mzundu, halmashauri ya wilaya Handeni. Mimi ni Chisco wa TRC Mzundu TV, Handeni DC.